wafanyakazi Tanzania TUCTA, Henry Mkunda. Je, siku hii inaleta mabadiliko yoyote kwa wafanyakazi? Ndio, inaleta mabadiliko makubwa sana kwa wafanyakazi, kwa sababu unakumbuka siku hii ni siku muhimu sana kwa sisi wafanyakazi, kwa sababu unakumbuka ile historia iliyopita kwamba kulikuwa na wafanyakazi wenzetu waliokuwa wanapambania haki na maslahi waliokufa, ndio maana hii siku imekuja. Lakini pia sisi kama Tanzania tunaitumia siku hii kama siku muhimu sana kwetu kwa kutuunganisha wafanyakazi wote. Kwa mfano, sherehe kama hii ya Mei Mosi inafanyika nchi nzima, na wafanyakazi ni mara nyingi tunakutana pamoja, tunatathmini kazi zetu, lakini vile vile tunazungumza na kufurahia pamoja. Lakini vile vile ni kipindi ambacho serikali inatumia pia jukwaa hilo katika kuhakikisha kwamba inatoa ahadi mbalimbali kwa wafanyakazi na kuweza kuelezea mambo mengi muhimu ambayo wanaona kwamba ni mjarabu kwa wakati. Kwa Oduor, kila mwaka kumekuwa na malalamiko kutoka kwa wafanyakazi. Je, mikutano kama hii inavyofanyika kila mwaka, malalamiko yao yamekuwa yakifanywa kazi? Kila mwaka tunapoidhinisha sikukuu ya wafanyakazi, kuna mambo mengi ambayo kwa tunaangalia yale mambo mazuri, tunaangalia pia na changamoto ambazo tulikumbana nazo katika mwaka uliopita. Nafasi ngapi za kazi zilibuniwa, wafanyakazi masuala yao kama yaliangaliwa, nyongeza za mishahara, na pia ndio tunaangalia pia inflation ilikuwa ni ngapi. Alafu baada ya hayo tunaangalia licha hayo yote ni matatizo gani ambazo wafanyakazi walikumbana nazo. Alafu sasa tunatarajia kwamba serikali itaweza kuwekelea maanani hayo vile watakazo atatua changamoto ambazo wafanyakazi wanapitia. Kwa hivyo ni siku muhimu sana, kwa sababu tunaangalia ile hatua tumepiga, na tunaangalia ni mambo gani yatakayofanywa ili tuweze kutatua zile shida na matatizo ambazo wafanyakazi wanakumbana nazo. Kwenye changamoto hapo kwa sasa hivi kuna kiwango kikubwa cha watu wasio na ajira. Sasa katika kipindi kama hiki cha maadhimisho ya siku ya wafanyakazi, hili tunapambana nalo vipi? Kama hapa Kenya tunaona kwamba labda wiki moja kabla siku hiyo tunakuwa na mazungumzo kati ya vyama vya wafanyakazi na serikali, ambapo tunaangalia hayo changamoto, alafu serikali inaweza kutuambia ni mpango gani ambazo watachukua ama hatua gani watachukua ili kutatua hayo changamoto ambayo wafanyakazi wanapitia. Kwa hivyo tunatarajia kwamba kila mwaka serikali lazima ibuni kamati, kwa sababu tunakuanga na ile kamati kama hapa Kenya kuna ile kamati inaitwa Wages Council, ambapo serikali, waajiri na wafanyakazi wote watatu wanakaa pamoja au naangalia changamoto ambazo zimeripotiwa, alafu wanakuja na mbinu ambazo watatatua hizo changamoto. Kwa hivyo ni kazi ya vyama vya wafanyakazi, serikali na waajiri kukaa pamoja, ili inaitwa tripartite. Sasa wote, kila mtu anakuja na maoni yake ili waone kwamba ukifika hapo hiyo siku sasa ya wafanyakazi, angalau kuna tangazo ambayo linatolewa vile serikali na waajiri watapambana na changamoto ambazo wafanyakazi wanapitia. Henry, Tanzania pia ina tatizo hilo la ukosefu wa ajira hususan kwa vijana. Sasa kwa nyie mnafanya nini? Mnahangaika nalo vipi hili, ukizingatia leo watu wanaadhimisha siku ya wafanyakazi, lakini kwa wengine bado ajira ni tatizo? Ni kweli kuna tatizo la ajira, sio tu kwa Tanzania, lakini ni tatizo linaonekana kwa Afrika kwa ujumla. Sisi kama nchi na sisi kama wafanyakazi, moja ni kuhakikisha kwamba tunashiriki. Unajua, kama alivyosema mzee wangu hapo, Tanzania pia tunafanya kazi kwenye ile tripartism, kwenye utatu, ambapo serikali na sisi wafanyakazi na waajiri tunakaa pamoja. Kwa mfano, kwa sasa nguvu kubwa sisi wafanyakazi tumependekeza na kushiriki katika kuhakikisha kwamba tunaenda kwenye zile inaitwa vocational training, kwenye mambo ya ujuzi, ufundi stadi. Kwenye ufundi stadi tunaamini kwamba vijana wakipata mafunzo ya ufundi stadi wanaweza kujiajiri, lakini vile vile serikali inaweka mazingira ambayo ni rafiki kwa wafanyakazi kuweza kupata hizo ajira. Lakini kwa sasa hivi tunashirikiana na waajiri kwa pamoja, tuna programs za mafunzo pamoja ambayo inatuwezesha kuhakikisha kwamba tunaweza kupata solution za hiyo. Lakini pia kwa kipindi kikubwa sasa hivi tunaangalia sekta isiyo rasmi. Tunaona mifuko ya hifadhi ya jamii jaribu kuweka mazingira rafiki kwa wafanyakazi hata kwenye sekta isiyo rasmi, ambao kwa kimsingi ndio wengi, kuweka mazingira ambayo yatawezesha vijana kutengeneza ajira. Tumeona pia serikali inatoa ruzuku kwenye masuala ya uchimbaji wa madini. Tunaona tuna programu hapa inaitwa Build Better Tomorrow kwa vijana, sana inaitwa BBT. Kwenye kilimo, vijana wanakusanywa pamoja, wanapata mafunzo, wanapewa mitaji, wanaingia shambani, wanaenda kulima. Lakini pia serikali inatoa ruzuku mbalimbali za madawa na nini, lakini pia kutafutia masoko ya wanavyovizalisha. Lakini pia kuna
ajira nyingine, kwa mfano kuna hawa waendesha pikipiki, bodaboda, wanawekewa mazingira pia rafiki kuhakikisha kwamba na wao pia wanaweza kupata mitaji. Lakini vile vile huduma za kifedha, taasisi za kifedha, benki inatengeneza mikopo, lakini pia kuendelea kuwalinda wafanyakazi hao. Kwa mfano unakuta wanapata vile bima za afya. Kwa hiyo kimsingi kipindi ambacho sisi kama wafanyakazi tunajaribu kuangalia sasa na serikali kwa kiwango gani sasa tunashirikiana kwa pamoja kuweka mazingira mazuri kwa vijana ili kuhakikisha kwamba wanapata ajira, waweze kujiajiri kwa kupata kwanza elimu, lakini pia kulinda mambo yao, kwa mfano kwenye sekta ya afya, kuhakikisha kwamba hizo ajira wanazofanya ni sahihi, lakini vile vile kuhakikisha kwamba wanapata mitaji kupitia mifumo mbalimbali ambayo serikali imeiweka. Kwa hiyo tunadhani kwa kufanya hivyo sisi kama wafanyakazi wetu wanapata ajira, na kwa kweli wanaendelea kuchangia kwenye pato lao binafsi na familia zao. Nikirudi kwa Oduor, kauli mbiu ya mwaka huu, siku ya wafanyakazi duniani, imeangazia pia masuala ya afya, masuala ya usalama kazini, mazingira salama, kuondokana na msongo wa mawazo kazini. Yote hayo yameangaliwa. Kwa nini hiyo kauli mbiu imezingatiwa kwa sasa? Hii ni kwa sababu utafiti unaonyesha kwamba wafanyikazi wanapata stress wakiwa kazini, ambayo inaleta shida katika akili, ambapo imekuwa ni shida kubwa sana katika makampuni mbalimbali duniani. Na haya yote yalipatikana kwamba yanasababishwa na mazingira yasiyokuwa bora, ambapo wafanyikazi wanapitia changamoto mengi ambazo zinafanya wanakuwa na hizi shida zote. Kwa sababu umesema kwamba tuangalie mazingira, kuanzia ile usafi mahali mtu anafanyia kazi, uangalie tuwe na maji, tuwe na hewa safi, tuwe na vitu mingi ambavyo vinafanya akili inakuwa sawa. Lakini imepatikana kwamba wafanyikazi, waajiri wengi hawazingatii mazingira ambayo wafanyikazi wanafanya kazi, na hii inachangia kwa ile inaitwa mental health ya wafanyikazi. Na kwa sababu ukiangalia ile muungano wa wafanyikazi duniani linaitwa ILO, nchi nyingi zimekuwa zikienda kule kulalamika vile wafanyikazi wanafanya kazi kwa mazingira yasiyofaa, na inasababisha hii shida ya mental health. Na nchi zote duniani tuko na hii shida, na kwa sababu mwaka huu watu wanasema kwamba lazima tuangalie mazingira ambayo wafanyikazi wanafanya kazi, isiwe tu tunaangalia mishahara. Kwa sababu miaka nyingi ukiangalia kama siku hii ya wafanyikazi duniani, sana watu waangalia malipo, lakini kuna mambo mengine ambayo pia ni ya muhimu. Ndio kwa sababu wanasema kwanza lazima pia tuangalie mazingira. Unaweza kuwa na pesa, lakini ile mazingira ambayo unafanyia kazi inasumbua akili yako. Hata kama unapata pesa, lakini akili haiko timamu. Kwenye masuala ya mishahara, Henry, wafanyakazi kutoka sekta binafsi na wale wa serikali, mara nyingi imekuwa ikisemekana kuna utofauti katika masuala mengi, ikiwemo stahiki zao na hata wakati mwingine mishahara. Hili kwa sasa lipoje? Ni kweli kwamba kunakuwa na tofauti za mishahara kwa wafanyakazi wa serikali, lakini pia na wafanyakazi wa sekta binafsi. Sisi Tanzania katika miaka mitatu iliyopita, wafanyakazi wote kwenye sekta binafsi na sekta ya umma wameongezewa mshahara almost mara mbili. Tanzania tunavyotengeneza mishahara yetu, kuna kitu kinaitwa bodi ya kima cha chini cha mishahara. Katika bodi ya kima cha chini cha mishahara hiyo tunafanya kwa ushirikiano kati ya serikali, tunafanya kazi na waajiri kupitia chama chao cha waajiri, lakini vile vile na sisi wafanyakazi kwa pamoja. Tunachofanya kwa mujibu wa sheria, waziri mwenye sekta husika ambaye kwa muktadha wa Tanzania ni waziri wa kazi, yeye anakuwa na jukumu la kutangaza kima cha chini cha mishahara kila baada ya miaka mitatu kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo kila baada ya miaka mitatu ikipita, wanafanya study, wanafanya utafiti, wanaangalia mazingira yaliyopo na gharama za maisha zilivyo, na baada ya hapo tunakaa mezani kuweza kutoa sasa tamko kuhusiana na kuhusu nyongeza kima cha chini cha mishahara. Hivi karibuni tumeshatoa kwa mara ya pili, toka mwaka juzi tulipata, lakini mwaka huu pia kuanzia Januari serikali ilitangaza kima cha chini cha mishahara mwaka jana, lakini implementation kwenye sekta binafsi ilianza Januari mwaka huu, ambapo kumekuwa na maboresho makubwa sana ukilinganisha na kipindi kilichokuwa kimepita. Sekta zimeongezeka. Kwa sasa hivi tuna sekta kama 16 ambazo zinatambulika katika kima cha chini cha mishahara. Lakini pia kwenye sekta ya umma pia na yenyewe serikali pia imepandisha mishahara, kima cha chini cha mishahara, kwa sababu kama Tanzania tuna bodi mbili, bodi ya kima cha chini cha mishahara ya watumishi wa umma, lakini vile vile na bodi ya kima cha chini cha mishahara cha sekta binafsi. Tunatambua kwamba sio kila mara mshahara unaweza kupanda, lakini kwa mujibu wa sheria inafanya hivyo, na tunafanya utafiti kuangalia gharama za maisha, tunaangalia mfumuko wa bei, tunaangalia gharama zote kwa ujumla, then tunaangalia pia na uzalishaji, kwa sababu mshahara ni vitu ambavyo inaangalia. Lakini issue haiangalii kima
cha chini cha mishahara tu kinachotangazwa, lakini pia kuna ile mikataba ya hali bora inaitwa CBA, ambayo hiyo sasa mwajiri halazimiki kufuata tu kile kima cha chini cha mishahara ambacho kipo, lakini anaweza kuwa na utaratibu wa kuwa na kima cha chini cha mishahara ambacho anaangalia uzalishaji wake, anazalisha kiasi gani, lakini pia anakaa pia na wafanyakazi, wanakaa mezani, wanakubaliana kwamba okay, katika mazingira hayo tuweze kuongeza kiasi fulani cha mishahara. Kwa hiyo swala la mishahara linatofautiana kati ya sekta na sekta, lakini vile vile kati ya kiwango cha uzalishaji ambacho mwajiri anakuwa amezalisha kwa wakati huo ukilinganisha na mwingine. Swala la mishahara ndio liko hivyo, na katika Tanzania tunaona wizara yetu ya kazi inasimamia vizuri. Kwa mfano ikitangaza kima cha chini cha mishahara kwamba tarehe ya kwanza ni hii, basi tangazo linatolewa, tunashirikiana na waajiri, lakini vile vile tunafanya inspection kwa waajiri kuhakikisha kwamba wana comply na hiyo order ambayo inakuwa imetolewa na serikali kuhusiana na swala zima la mishahara.